Tunafahamu kwamba timu zote sio za hapa nyumbani wala huko majuu, zinapohitaji mchezaji lazima kuwe na mascout, kwa maana watu ambao wanaingia deep sana kutafuta wachezaji ambao wanafaa na kuleta report katika uongozi wa klabu husika. Sasa kwa timu zetu kubwa Simba, Yanga na Azam, tunafahamu pia wanawakilishi wao, kwa maana mascout wao. Kwa upande wa Simba yupo Mez Dalla. Lakini kwa upande wa Yanga yupo Engineer Harris Said. Lakini kwa upande wa Azam Abdul Karim Amin. Sasa kuna taarifa zinasema kwamba wote wamekutana katika mlango mmoja ambapo wanataka kubisha hodi, na mchezaji anajiuliza sasa nikifungua nani atakuwa wa kwanza. Kwa upande wa Simba, scout wa Simba yeye ndiye mchora ramani wa Simba, anaamua nani asajiliwe kwa kupeleka pendekezo namba 1, 2 na 3 kutokana na aina ya mchezaji wanayemhitaji, benchi la ufundi, na mwishowe kazi inabaki kwa Mo alipe pesa au la. Lakini kwa upande pia wa Yanga, engineer yeye huwa anaenda mwenyewe kumfuatilia mchezaji, kumshawishi, na mwishowe GSM anatoa pesa. Kwa upande wa Azam, yeye pia mara nyingi huwa anasafiri na ndiye mkamilisha madili yote ya wachezaji wanaosajiliwa na kuachwa na Azam, ambapo mwishowe Yusuf Salim Baharesa anamwaga minoti. Sasa kwa sasa wote wamegungana kwa mmoja ya kiungo mshambuliaji wa kigeni anayecheza namba 10, ila tayari ameonekana upande mmoja una nguvu zaidi na za kumpata mchezaji huyo. Ni yupi huyo? Mimi nakuachia upande wa comment uko wazi hapo. Matusi haya ruhusiwi ndugu yangu, tujadili kuhusiana na michezo tu, afu mambo yanakuwa ni poa sana. Leo nimesema sitakuwa na habari nyingi sana kwa sababu pia mambo yalikuwa ni machache. Unajua watu wapo kwenye mifungo. Waziri kuna mambo ya Ramadhani Cup na vitu kama hivyo. Pia nimeona Mtibwa naye ameweza kuibuka na ushindi wa goli 3-2, amefanya comeback kubwa sana. Yote hayo pia utaweza kuyapata hapa Talent TV, lakini kwa sasa hivi kwenye kipenga cha asubuhi taarifa tulizonazo ni hizo kwa upande wa hapa nyumbani. Sasa kwa upande wa ugenini, jana Jumapili kulikuwa kuna michezo mbalimbali za UEFA National League, ambapo ratiba ya jana majira ya saa 4:45 za usiku Faransa alikuwa uwanjani dhidi ya Croatia, huku Ujerumani akiwa ndani ya dimba dhidi ya Italia. Lakini majira hayo Ureno ama Portugal alikuwa uwanjani dhidi ya Denmark, na Hispania alikuwa uwanjani dhidi ya Uholanzi. Lakini mchezo mwingine siku ya jana, huu mchezo ni kwa upande wa Afrika. Kenya alikuwa uwanjani dhidi ya Gabon. Sasa mara baada ya michezo hiyo bwana, mara baada ya purukushani za jana usiku, Hispania, Ujerumani, Ufaransa na Ureno wamefanikiwa kusonga mbele kwenye nusu finali za UEFA National League. Sawa? Kwa hiyo tusubiri tuone, japokuwa Cristiano Ronaldo aliweza kukosa penalty. Vitu vya kawaida. Sasa tumalize na hii. Klabu ya Juventus bwana imemtangaza Igor Tudor kama kocha mkuu mpya wa klabu hiyo ama klabuni hapo kwa mkataba mpaka mwisho wa msimu wenye chaguo la ongezeko la msimu mwingine. Kocha huyo ambaye ana umri wa miaka 46, raia wa Croatia, ameweza kutoa klabuni hapo akichukua mikoba ya Thiago Motta. Watu wanamkumbuka vizuri hawa. Thiago Motta moja kati ya wachezaji ambao kama nakumbukumbu vizuri ndiye aliyeweza kupiga penalty ya mwisho kipindi Italia wanachukua kombe la dunia. Kwa mwaka 2010 ile. Kama nakumbukumbu vizuri, mimi sio mchambuzi ila ni mdau. Sasa Thiago Motta ametupiliwa virago bwana kwenye klabu ya Juventus hapo jana, na mwisho wa siku Igor ameweza kuchukua mikoba yake. Mimi kufikia hapo natamatisha habari za michezo na burudani.